Samia Suluhu kujiuzulu baada ya taarifa nzito kuibuka. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyoscope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Katika mijadala ya hivi karibuni kuhusu uchumi wa taifa, hoja nzito imeibuka kwamba deni la taifa linaongezeka kwa kasi inayozidi ukuaji wa uchumi wenyewe. Hii si hoja ndogo, ni hoja inayogusa misingi ya uthabiti wa uchumi wa nchi. Taarifa zinaonyesha kuwa kila mwaka kiwango cha ukopaji kinaendelea kupaa, huku uwezo wa uchumi kukua ukibaki pale nyuma. Mwelekeo huu unaashiria hatari ya kuingia kwenye mzigo ambao unaweza kuanza kuumiza kizazi cha sasa na hata vizazi vijavyo. Na katika mazingira haya, mjadala umechukua sura mpya. Sio tena swali la kama deni lipo, bali kama linaweza kubebwa kwa usalama. Kwa miaka ya hivi karibuni, serikali imekuwa ikijivunia mafanikio ya ukusanyaji wa mapato kupitia kodi, na taarifa rasmi zimekuwa zikionyesha ongezeko la mapato na kuvuka malengo yaliyowekwa. Lakini nyuma ya takwimu hizi kuna hoja nzito inayoulizwa kimya kimya. Je, mapato haya yanaenda wapi? Wananchi wengi bado hawaoni mabadiliko makubwa katika maisha yao ya kila siku, na huduma za kijamii bado zinakabiliwa na changamoto. Gharama za maisha zinaendelea kupanda. Hali hii imeibua mashaka kwamba sehemu kubwa ya mapato yanakusanywa na yanaelekezwa kwenye kulipa madeni yaliyokopwa hapo awali, na kama ndivyo basi mzunguko huu unazidi kuifanya nchi kuwa mateka ya deni. Kwa lugha nyepesi, tunakopa ili kulipa madeni ya zamani, huku tukikusanya kodi nyingi ambazo haziendi moja kwa moja kuboresha maisha ya wananchi. Katika picha kubwa ya deni la taifa, miradi mikubwa ya kimkakati imekuwa sehemu muhimu ya mjadala. Mfano unaotajwa mara nyingi ni mradi wa reli ya kisasa, reli ya SGR. Mradi huu umegharimu zaidi ya dola bilioni 11 na ni uwekezaji mkubwa unaolenga kubadilisha mfumo wa usafirishaji na kukuza uchumi. Lakini changamoto inaanza pale ambapo matumizi ya mradi huu yanabaki chini ya matarajio. Ripoti zinaonyesha kuwa uwezo wake wa kufanya kazi haujafikia hata nusu ya kiwango kilichokusudiwa. Na hii ina maana gani? Ina maana kuwa mapato yanayotakiwa kusaidia kulipa deni la mradi huo hayatoshi. Ni matokeo yake mzigo unabaki kwa serikali na hatimaye kwa wananchi. Na katika historia ya miradi ya miundombinu, mifano ya miradi iliyoshindwa kujilipa ipo, na mfumo wa mabasi yaendayo haraka uliowahi kuonekana kama suluhisho la usafiri wa mijini, ama ukipenda basi mwendo kasi, uliowahi kukumbwa na changamoto kubwa za kifedha. Na licha ya changamoto hizo, deni lake linaendelea kulipwa, na hili inazua hofu kwamba historia inaweza kujirudia. Kwa muda mrefu sasa, hoja ya deni stahimilivu imekuwa ikipewa uzito mkubwa katika mawasiliano ya serikali. Dhana hii ina maana kwamba nchi inaweza kubeba deni lake bila kuathiri uchumi wake. Lakini wachambuzi wanaonya kwamba dhana hii inapaswa kuangaliwa kwa tahadhari kubwa. Si kila deni linaweza kuitwa stahimilivu. Kigezo muhimu ni uwiano kati ya ukuaji wa uchumi na ongezeko la deni. Ikiwa deni linaongezeka kwa kasi kuliko uchumi, basi hali hiyo huanza kuwa hatari. Na hapa ndipo hoja ya msingi inapojitokeza. Je, uchumi wa taifa unakuwa kwa kasi ya kuweza kuhimili mzigo wa madeni unaoongezeka? Athari ya hali hii hazibaki kwenye vitabu vya takwimu pekee, zinaanza kuonekana katika maisha ya kila siku ya wananchi. Kwanza, shinikizo la kodi linaweza kuongezeka, na serikali inapohitaji fedha zaidi kulipa madeni, njia rahisi huwa ni kuongeza mapato kupitia kodi. Pili, uwekezaji katika huduma za kijamii unaweza kupungua, na fedha nyingi zinapoelekezwa kwenye kulipa madeni, sekta kama afya, elimu na miundombinu zimebaki nyuma.
Tatu, hatari ya uchumi kuyumba inaongezeka ikiwa nchi itashindwa kulipa madeni yake kwa wakati. Inaweza kuingia katika hali ya kushindwa kulipa mikopo, hali inayojulikana kama default, na hili likitokea basi athari zake huwa kubwa. Sarafu inaweza kushuka thamani na bei za bidhaa zinaweza kupanda na uchumi mzima unaweza kuingia kwenye mdororo. Kisiasa, hali hii inaweza kuibua mjadala mkali na maswali yanaanza kuulizwa kuhusu nani alifanya maamuzi ya kukopa, nani alitoa ushauri na kwa nini hatua hizo zilichukuliwa. Na katika muktadha huu, hoja ya uwajibikaji na kuwa muhimu zaidi. Ni nani aliyekuwa nyuma ya maamuzi makubwa ya kifedha na ni nani aliyeshawishi mikopo mikubwa? Na je, kulikuwa na tathmini ya kutosha kabla ya maamuzi hayo kufanywa? Maswali haya yana uzito mkubwa kwa sababu yanaangalia si tu kwa hali ya sasa bali pia mustakabali wa taifa. Kwa sasa, mwisho wa siku, madeni haya yabaki kuwa ya serikali pekee, yanakuwa ya taifa nzima. Ikiwa hali itaendelea kuwa hivyo, basi kuna uwezekano wa kuingia kwenye kipindi kigumu cha kiuchumi, lakini bado kuna nafasi ya kurekebisha mwelekeo. Hatua za tahadhari zinaweza kuchukuliwa, uwajibikaji unaweza kuimarishwa, mipango ya matumizi ya fedha inaweza kutupiwa upya, na mikakati ya kuongeza tija ya miradi mikubwa inaweza kupewa kipaumbele. Na katika jambo moja linaloonekana wazi, ukimya hauwezi kuwa suluhisho. Wazi, mjadala wa wazi na hatua madhubuti ndio njia pekee ya kuepuka hatari inayoweza kujitokeza. Katika ulimwengu wa uchumi, ishara huanza ndogo, lakini madhara yake huwa makubwa. Na pale ishara zinapoonekana, kupuuza huwa gharama kubwa zaidi kuliko kuchukua hatua. Na swali linalobaki ni moja tu: je, taifa litachukua hatua sasa au litasubiri mpaka mzigo wa deni uwe mkubwa kiasi cha kushindwa kubebwa? Kwa sababu historia inaonyesha wazi kwamba nchi zikianguka ama hazianguki ghafla, zinaanguka polepole zikizidiwa na madeni. Na ndo hayo pengine Samia Suluhu anaendelea kuiendeleza nchini Tanzania. Ni hayo tuliokuandalia mpenzi mtazamaji kutoka hapa Kenyascope. Kenyascope ni channel yako pendwa ambayo inakuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina, uchambuzi wa kina bila kupindisha wala kuegemea upande wowote. Hapa ndipo unapopata taarifa za kweli. Subscribe, like na kushare video zetu kwa platform mbalimbali, WhatsApp, Facebook na hata Instagram. Vilevile, ikiwa unataka kupokea taarifa hizi moja kwa moja pindi tu tunapozileta, unachostahili kufanya ni kugonga alama ya kengele, iwashe, ndiposa kila wakati tunapoleta taarifa mpya utakuwa unapokea notification ama alert kukuambia kwamba tushaweka content mpya, na bila shaka utakuwa wa kwanza ama first hand kabisa kupokea taarifa zetu.